Karibu tena kwenye The Nature Trail Podcast, mahali ambapo hadithi za mazingira, uhifadhi wa bioanuwai na mabadiliko tabia nchi hupata sauti. Leo tunashuka hadi pwani ya Kenya kule Watamu, nyumbani kwa fukwe safi, miamba ya matumbawe na maisha ya baharini ambayo yanapigania kuendelea kuishi. Mgeni wangu ni mtu ambaye ametumikia bahari kwa zaidi ya miongo mitatu. Saidi Shee, mtaalamu wa uhifadhi wa baharini na afisa wa idara ya bahari katika shirika la huduma za wanyamapori nchini Kenya, ni mmoja wale watu wachache wanaojua bahari si tu kwa kuitazama, bali kwa kuishi ndani ya hekima zake. Katika mahojiano haya tunazungumza kwa kina kuhusu changamoto zinazokumba viumbe vya baharini, safari yake ya kikazi, mafunzo aliyojifunza kwa miaka mingi, na kwa nini dunia haina budi ili kufanya kila juhudi kuhifadhi bahari na hazina zake. Hii ni hadithi ya kujitolea, matumaini na wito wa haraka kwa kizazi chetu kabla haijachelewa. Mimi ni Steve Mokaya, mtayarishaji na msimulizi wa kipindi. Haya basi, tuzame pamoja. Kwa majina naitwa Said Shee Mohamed. Mimi ni mfanyikazi katika mbuga za wanyama za baharini ambazo zinajulikana kama Marine Park, na pia ni mzamiaji, pengine kwa Kiingereza naita scuba diver. Taaluma yangu sana iko kwa upande wa mambo ya bahari na ni mfanyikazi wa KWS. So taaluma yangu sana inaegemea kwa wanyama wa baharini, aina samaki na viumbe vingine vyote. Alright, shukran. Hii kazi umefanya kwa muda gani? Mimi nimeanza kufanya kazi kutoka mwaka 1994. Sasa hii imefika miaka 31. So niko na uzoefu wa muda mrefu sana katika masuala ya usimamizi katika mbuga za baharini. Na sasa uko na miaka mingapi? Niko na miaka 51. Wow. Na katika miaka ambayo umefanya kazi, miaka 31, your focus imekuwa kwa nini haswa? Imekuwa ni kwa samaki, kasa, ama nini haswa, ama tu masuala ya baharini tu? Malengo yangu sana ni kuangalia viumbe na mazingira yake kwa ujumla, japokuwa kuna viumbe vingine ambavyo viko hali ya kuangamia zaidi ya vingine, lakini lengo kuu ni kuwa lazima tuwe na mazingira ambayo yako katika ratili ambayo inawiana. Pasipokuwa na hivyo, basi huenda tukapoteza viumbe karibu vyote baharini. Mbona unafikiri kwamba kuna viumbe vya baharini ambavyo viko katika hatari ya kupotea? Ukweli wa mambo ni kuwa bahari watu wengi hawajui, si kama nchi kavu. Watu wanaelewa mambo mingi hata pia kuhusu sayari za juu, lakini baharini watu wanafikiria kila kitu kiko baharini basi kiko sawa tu. Bahari bila kusimamiwa, kuwa na usimamizi madhubuti, viko viumbe ambavyo hata wanasayansi wamekubali, vingine vimepotea kabisa, vingine vimeonekana juzi vilikuwa vimejulikana vimepotea. So sisi sote kama jamii ambao tunaishi kwa hii sayari ya dunia, tuko na jukumu kuchunga rasilimali ambayo inapatikana kwa bahari, kwa sababu ikianza kuangamia kimoja, basi huenda hata pia mwanadamu maisha yake akapotea. Alafu ukisema kwamba kuna viumbe ambavyo already ama tayari vimeanza kupotea, ni kama gani kwa mfano? Kwa sababu kama uko na uzoefu mkubwa, umefanya kazi kwa zaidi ya miaka 30, hiyo ni miongo mitatu. Kwanza naweza sema matumbawe hata wanasayansi wameona zaidi ya 50% tukilinganisha kutoka na miaka 50 yamepotea. Kuna viumbe vingine ambavyo kama aina hizi za kasa, tukilinganisha miaka 30 iliyopita, kiwango chake kilikuwa kiko juu zaidi. Viumbe vingine naweza sema mmoja ambaye amepotea kabisa ni hawa tunaita nguva wamepotea, kiwango cha kuwa hata ukiuliza mtu sahihi, umewahi kuona nguva, mtu mzima ambaye ni mvuvi hajaona. Nguva ni tafadhali? Nguva ni aina ya mnyama ambaye tunaita kwa Kiingereza ni marine mammal,
Yeye ni kama pomboo, lakini yeye anakula nyasi hizi za baharini. Watu mara nyingi wanafananisha na ile habari ya kusema kuna mnyama nusu mtu nusu, wengine wanaita mermaid, lakini si ukweli. Nguva ni mnyama anaitwa dugong kwa Kiingereza, na yeye ni mammal kama vile pomboo au dolphin na nyangumi. Ako na mapafu na anaishi kwa bahari, na katika wale wanyama ambao wamebakia kidogo sana mammals ambao wanakula nyasi, yeye ndiyo mmoja. Nafikiri mara ya mwisho hapa Kenya alishikwa Msambweni, kama sijakosea, either 2014 2015. Alikuwa ni wa jinsia ya kike, alikuwa na uzito wa kilo 600. Kilo 600 ni kama gari unajua. Hawa wanyama ukiwaona kwa runinga wanaonekana wadogo, lakini ni wakubwa. Hata wapo ambao mnaongea wengine wanafika kilo 200 300, ni wakubwa. Pomboo ni dolphin, ni aina ya mammal pia, kwa sababu mammal ni wale wanyama ambao wanajifungua watoto na wako na glands ambazo zinaweza peana maziwa kunyonyesha wale young ones. So kwa bahari tuko na mammals pia, jambo ambalo watu wengi hawalitambui hilo, wanafikiria ni samaki tu. Okay. Na pia tuko na reptiles kama hawa kasa, tuko na nyoka wa baharini pia, mbali na mkunga ni samaki, lakini nyoka kabisa wa baharini wako. Na hawa viumbe ambao wamepotea ama ambao wanazidi kuadimika, athari ya kupotea kwake ni gani kwa maisha ya binadamu na pia maisha baharini? Wanyama wengi wako na athari tofauti zinawakumba. Nikipigia mfano kama kasa, yeye ni mnyama ambaye ako famili moja na hawa kobe wetu wa nchi kavu, kwa Kiingereza wanaitwa reptiles, ambao wao hutoga mayai. Na kutaga mayai ina maana kuwa yeye licha ya kuwa anaogelea baharini, ni lazima atoke nje apate fukwe ya bahari aweze kutaga mayai. Kiangalia mazingira ya sasa ulimwengu mzima, kumekuwa na hii tunaita coastal development. So sehemu nyingi ambayo ilikuwa ni mazalio yao yamepotea. So changamoto kubwa, kwanza wanyama karibu wote wanaowapata ni mazingira yao, either mahali wanapopata lishe ama wanapoishi mazingira yao yameharibika. Hilo ndio changamoto kubwa sana. Na sababu ya hiyo inaweza kuwa ni mbili zile major. Nyingine zinasababishwa na sisi kama binadamu, zingine zimeletwa na mabadiliko tabia nchi. Okay. Yeah. Umesema kwamba kuna ile development ya pwani ama coastal development imeathiri kasa na maganga, kwa sababu mimi vile najua kasa wanaishi baharini. Mbali na pwani tu ya Kenya, ulimwengu mzima, sehemu nyingi ambazo zilikuwa hawa kasa wakitumia haswa kwa kujiendeleza kimaumbile, kwa sababu kasa kama vile kobe ni lazima mayai yake aweze kuweka kwa nchi kavu. Kama vile mamba, mburkenge anahitaji mayai kuyafunika nje. So kuanzia miaka ya 1950 ulimwengu mzima kumekuwa na maendeleo. Watu wamejenga majumba mingi, watu wamekuwa na viwanda vingi. So zile sehemu nyingi zao za wao walikuwa wakitumia kama sehemu za kutaga mayai zimepotea kwa sababu wanadamu wameongezeka kuwa wingi. So wamekuwa na shida. Sehemu zao ambazo walikuwa wanataga zimekuwa ziko na watu, wako wanyama kama mbwa, zingine ziko munguzi hizi, ambazo kwa kweli kasa kuja nje ako na athari nyingi sana anapatana nazo kwa kuja tu kujaribu kutaga mayai. Hiyo ni changamoto mmoja, na nikisema hivyo ni kwa sababu huyu mnyama kuna changamoto kuanzia kuzaliwa kwake mpaka baharini, bado changamoto ni nyingi zinamfuata. Ndio ni mnyama ambaye yuko katika hali ya hatari ya kuangamia. Na kuangamia kwa kasa kunaweza athiri maisha ya binadamu kwa jinsi gani? Wanasayansi wametuonesha kuwa karibu viumbe vingi ambavyo vinaishi tulikuwa tukivichukulia hatuvithamini, lakini unapata kila kiumbe ako na mchango wake katika kule kuweka mambo sawa ama kusawisha mambo katika ulimwengu. Kasa kama ninavyokuambia, kasa wengi kama ambao tuko nao kasa kawaida ni walaji
wa nyasi. Na kule kutumia nyasi ni kama vile kwa nchi kavu unahitaji kuwa na swara na unahitaji kuwa na buffalo. Ndio nyasi, akiwa yeye anakula nyasi, pengine kuna wanyama wengine wanamkula kama simba ama nani, lakini hiyo yote inakuwa kuna usawa, nyasi haziwezi kuwa mingi, ama pia kama utaondoa simba nyasi zitaliwa zote, and then eventually kunakuwa na ile imbalance. So kasa kule kuwa katika ile wazungu wanaita food chain, wako na role wana play ya kuweka kiwango fulani kama primary producers ziwe in balance. Eventually kwa food system sisi wanadamu pia tuko hapo hapo, kuna samaki pia wako hapo hapo. So cha msingi ninataka kusema ni dhahiri kuwa ujumbe kama unaweza fikia watu wakaona umuhimu wa kuwa na kasa katika ulimwengu, ni mojawapo wa kusababisha hata sisi kama binadamu kizazi chetu kuendelea mbele. Pia ningependa kujua kama kasa wanachangia kwa njia yote ile kwa kuwepo kwa samaki ambao binadamu wanakula kama chakula. Swali zuri sana. Kitu ya kwanza lazima uangalie samaki ziko aina mingi. Kuna samaki ambazo zinakula samaki wengine, kuna samaki ambazo zingine zinakula nyasi, kuna vitu zinaitwa seaweeds ambazo kwa lugha za Kiswahili wengine wanaita mitimbi. Ni aina za nyasi. Sasa kuweko kwa kasa kuna mchango mkubwa sana. Kuna kasa ambao asilimia kubwa wanakula nyasi. Kuna kasa, tuko na kasa kwanza karibu aina 5. Lakini kwa ufupi kuna kasa ambao wanakula nyasi, kuna kasa ambao wanakula wanyama wengine wadogo ambao lao wangelikuwa wameachwa wangecompete na samaki kutafuta lishe, na hiyo samaki wangelipungua kwa hali ya juu. Swala lingine ni kuwa wakati unakuwa na kasa ambao wanakula hizi tunaita seaweeds na nyasi, nyasi na seaweeds huwa zinashindana na viumbe ambavyo tunaita matumbawe, kwa lugha ya Kiingereza zinaitwa coral. Coral ndio muhimu sana katika makuzi ya samaki. Lau hakutakuwa na wanyama ambao wanahakikisha hizi seaweeds ziko in check, basi zinaweza finika coral, na once matumbawe yamefinikwa, basi ecosystem ya coral reef ikikolapsi, fisheries yote itakolapsi. Na sisi wanadamu ukiangalia, tuna haswa duniani unapata watu 4 katika kila watu 10 wanaishi kilomita 100 kutoka kwa bahari. So mchango mkubwa sana tunategemea bahari. Alafu mbali na maendeleo kwenye pwani, nimeongea na watu kadhaa na wengi wanasema kwamba kunakuwa na kuwindwa, kwamba watu kwenye pwani wanawinda kasa kwa reason tofauti, kwa sababu wengine kwa chakula, wengine kwa mafuta, wengine kwa dawa. Sasa wewe kama mtaalamu wa mambo ya baharini, unazungumzia hilo swali? Kuna watu wako na mila ama imani tofauti. Kile ambacho ninazungumza mimi, nazungumza kile ambacho madaktari wameweza kupitisha, madaktari ambao ni taaluma yao. Kwa sasa, kwa ulimwengu wa sasa, tuko na dawa ambazo zinatibu magonjwa mingi, na kimimi nachukulia mafuta, kwa kizungu mara nyingi ni cholesterol tunaita, utumiaji wa mafuta kama dawa. Na kwa sasa serikali zimetoa mahabara dawa ambazo zinatibu magonjwa ya kila aina. Sioni ni kwa nini watu kuamini kuwa utumiaji wa mafuta ya wanyama wa pori ambao wako katika hali ya kuangamia kama kasa inatibu magonjwa. Isitoshe, tuko na aina zingine za kasa, ukijaribu kutumia unaweza fariki, kama kasa huyo tunaitwa kasa ngamba, hawksbill. Hawksbill yeye anakula viumbe ambavyo vinaitwa sponges. Sponges ni sumu. Sponges iko na hata silika. Silika ni kama vingai. Yeye anaweza kula, hadhuriki. Lakini ukijaribu kula mnyama kama anaitwa ngamba kwa Kiswahili, aina ya kasa, unafariki. Na hata mbali na hivyo, na ngamba, huyo ngamba anaitwa kwa Kizungu hawksbill turtle.
Okay. Hawk kama huyu mwewe, hawk bill, ako na mdomo kama wa mwewe huyu. Sasa yule hata mdomo wake unaona vile iko, diet yake iko tofauti, yeye hali nyasi. Na hata huyu kasa ambaye anakula nyasi, ukumbuke anakula nyasi, nikielewa nyasi ni true plants ambazo ziko na mizizi ya asili, iko na maua, hata kama hayana rangi ni ya kijani zinakula. Lakini pia anakula mwani ambayo ni seaweeds. Mwani wengine ni sumu. Kama unakumbuka miaka 5 iliyopita watu walifariki Zanzibar, Unguja, na siku watu walikula huyu ng'amba, walikula kasa wa kawaida. So huyu kama amekula mwani ambao kuna aina mwani inaitwa green blue algae, na kama kasa amekula hizo, zingine huwa ziko na sumu. So ulaji wa kasa pia uko na athari yake. Tumesikia watu wakifariki kila mara kwa mara kwa wakikosea. So hata ukisema unakula kasa wa kawaida, kuna hatari ya kuwa anaweza kuwa alitafuna hizi mwani za ninazozitaja na akaleta madhara. Wow. Sijui kama unaweza kuwa maybe na data ama statistics tujue ile the trend, kama viwango vya kasa duniani kama vinaongezeka ama vinapungua over the years. Kwa sasa hiyo sina, lakini naweza sema slightly baada ya uhamasisho katika sehemu za Mombasa, Watamu, kuna takwimu zinaonyesha kuna improvement kidogo sana, lakini bado tunahitaji kufanya mingi kuhakikisha huyu mnyama anaweza kusurvive, kwa sababu science inaonyesha ni mnyama wa zamani sana, amekuwa kutoka wakati tulikuwa na hawa wanyama wanaitwa dinosaurs. Fossil zinaonyesha alikuwa wakati huo, pamoja na kina mamba na kina nyoka na papa, ni wanyama ambao walikuwa wakati hata mwanadamu hajakanyaga hapa. Na ajabu ameweza kusurvive miaka hiyo yote, lakini kwa sasa ndio yuko katika hali mbaya zaidi. So takwimu za huku kwetu zinaonyesha kumekuwa na improvement kidogo slightly, lakini tunahitaji tushirikiane na watu na kila mtu na vyombo vya habari kueneza habari ya kuwa sisi kama wanadamu tuko na jukumu la kuchunga hawa wanyama kama kasa. Okay. Na sasa ni nini ifanywe ili kupungua kwa idadi ya kasa baharini duniani na haswa Kenya kwenye pwani? Asante, hilo ni swali nzuri sana. Kitu ya kwanza lazima tuangalie zile sehemu ambazo kama tuko na ujenzi, tuhakikishe tumepeana nafasi ya kutosha wanyama kama wakasa wawe wanaweza kuja, sio kujenga mpaka ufike baharini ukutani iwe hawana mahali pa kuzaa. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili pia mwangaza usiku tuwe tunajaribu kupunguza. Ziko sheria zimeweka kweli za kimataifa, kiwango kile kinaitwa cha light intensity, na iko na viwango vyake ambavyo vinakubalika. Kasa ni mnyama ambaye haezi kuona pengine kala nyekundu. Kama taa za baharini tunaweza ziweka nyekundu, kwa kasa zinaweza zisimsumbue katika hali ya kuja kutaga, na pengine viota vikitoka kutoka kwa mchanga, badala ya kufuata mwangaza vinaweza enda baharini kama taa ni nyekundu. Hiyo ni kitu. Alafu jambo la muhimu zaidi ni mazingira masafi. Sasa hii tunatumia lailoni kwa wingi, maplastiki kwa wingi, ambayo kasa wengi ambao wamekufa wakijaribu kupasuliwa kuangaliwa ndani kilichowaua wanakufa na njaa, kama vile ng'ombe na wanyama wa pori, sababu ya utumiaji wa plastiki, hasa mafuko ya plastiki. Tunashukuru serikali nyingi sasa hata zetu za Kiafrika za nchi ya kwetu zimepiga marufuku, zimejaribu kupunguza utumiaji wa plastiki, japokuwa tuko na mwendo mrefu sana kuhakikisha plastiki zimepungua duniani. Uchafu wa mazingira unachangia zaidi. Kwa hivyo kila mtu pale alipo, iwe anaishi baharini, anaishi nchi kavu, whether ni Nairobi, ni Nakuru, ni wapi, ujue tu uchafu wote ukiuachilia eventually unaishia kwa bahari, na bahari ndio kila kitu inayotupatia uhai katika sayari hii yetu. Kwa hivyo ni muhimu sana tuhudumishe usafi. Hapo ndio mahali tunaweza sema serikali za ugatuzi, wana jamii
na watu wote tushirikamane, yani tushirikiane, tuhakikishe mazingira tuko nao ni masafi, na takataka zetu zote ziwe zinawekwa mahali, zisiwe zinatawanyika na kuishia katika bahari. Okay, asante sana. Sasa katika hii miaka ambayo umefanya kwa miaka 31, ungepewa wasia gani kwa kizazi kipi ama vijana siku hizi? Wako na bahati sahihi, elimu inapatikana kila pahali. Mtu hata kushika rununu peke yake anaweza soma mingi, na mbali na kusoma anaweza kuwa kujitolea. Kitu ninasema watu tujitolee, wajue kuwa ulimwengu ambao tuko nao, pasipokuwa sisi sote tunategemea rasilimali ambazo ziko hai. Teknoloji peke yake haitusaidii. Kitu kikubwa ni kuhakikisha mali hai. Tukiweza kuchunga mali hai, basi tunaweza kuendelea kiuchumi na pia kibiolojia. Naweza sema muhimu kabisa, tusifikirie kuwa tunaweza kuuza uchumi kwa njia ambayo tutapuuza mazingira. Mazingira ndio kila kitu. Kwa hivyo tunaweza kuhakikisha uchumi unaendelea vizuri, tunasoma vizuri, lakini mazingira yetu pia yakawa mazuri. So kile kitu nasisitiza ni wawe waangalifu zaidi kwa mazingira, iwe ni hewa, iwe ni mchanga, iwe ni bahari. Hizo vitu vitatu wakiweza kuhakikisha kwa wanazisimamia kwa njia ambayo inakubalika, basi sisi mbele itakuwa sawa. Na 78% hii ni bahari. So ni uzuri tupate watu wengi ambao watapasuka ria ya kuhakikisha bahari ulimwengu mzima inasimamiwa vile inastahi, na hiyo tu ndio itaweza kuokoa hii planet ambayo ama sayari tunayoishi kuangamia. Kwa sasa tunazungumza mabadiliko tabia nchi, lakini tunajua zaidi ya 70% ya mabadiliko tabia nchi yanasababishwa na usimamizi wa bahari, na hata si usimamizi wa bara. Usimamizi wa bahari ndio chanzo cha kila kitu, na ukiangalia mvua, kila kitu, everything ambayo tuko nayo duniani inatokana na bahari. Kwa hivyo tunahitaji watu wengi pia wawe ni wasimamizi wa bahari. Kwa bahati mbaya tuko kidogo sana, watu wengi wako kwa terrestrial, ambayo hiyo terrestrial iko 28%. So 72% zinakaa hivi. Okay. Na katika miaka ambayo umefanya kazi kwenye marine ecosystems, ningependa niambie maybe one of your best memories and your worst memories. Mimi naweza sema my best memories kwa mimi mwenyewe binafsi. Nimeshuhudia sehemu zingine wanajamii wamepanda mikoko baharini, na sehemu ambazo ziko na mikoko, nikipiga mfano wakati wa mwaka 2006 wakati tulikuwa na tsunami ulimwengu mzima, tuliona iwe ni Mauritius, ni Kenya, sehemu zile watu waliweka mikoko, hawakupigwa na lile wimbi la tsunami wakaathirika vile, kuonesha nature ina protect zaidi, ina to protect sisi pasina kutumia hela zetu. The worst scenario ambayo ninaiona ni kuwa kwa sasa kiwango cha uchafu wa plastiki kwa bahari si Kenya tu peke yake, ama karibu ulimwengu mzima. Mahali ambako nimetembea, kiwango cha plastiki kimezidi, na wanyama wingi tumeweza kuona hata kwa mahabara, wale wanaitwa zooplankton wanapatikana ndani, wako na chembe za plastiki, microplastic. Hili ni jambo ambalo linanihuzunisha sana. Hata binadamu wameweza kuangaliwa wakifanyiwa uchunguzi, akina mama wajawazito wanapatikana kwa mwili wako na chembe za aina ya plastiki. So hili ni jambo ambalo kama mtu wa baharini linanitia huzuni sana, kwa sababu ninajua chanzo cha wanyama wote ni plankton. Kama plastiki zinaweza ingia kwa plankton ambazo ni
phytoplankton ambazo ni ndogo sana hata hawezi kuziona kwa macho, basi hatuko salama ulimwengu mzima kwa yale ambayo tunakula. Kama unaangalia TV, kuna hii National Geography, there's a lady called Amy, alifanya utafiti akaonesha kuwa chembechembe za plastic zinaingia mpaka kwa wanadamu kupitia kwa wanyama wanaokula wengine wanakula wengine, mpaka sisi tunaokula unapata hizo chembechembe za plastiki. Okay. Ni kitu ambacho kilikuvutia kuzamia taaluma ya marine conservation? Mimi ni mzaliwa Pwani na kutoka utotoni tayari bahari ilikuwa inanivutia tu. Nikiingia naoga sijui, nikiwa mtoto by miaka 6-7 tayari nikajikuta tayari I was totally hooked. By the time nikianza kufanya kazi na kuingia kwa bahari, sikuwa tena na mtazamo mwingine, na kila siku nikianza sasa kujifunza na kuelewa umuhimu, basi ile hamu yangu ya kupenda bahari inazidi, na hata leo nazidi kusoma mengine mapya. Kila siku tunaosoma mapya kuhusu bahari. Hiyo ndio jambo kubwa ambalo limenifanya mimi kama binafsi kupenda bahari zaidi. Kila unaona labda umefika, lakini unajikuta bado unasoma jambo lingine jipya na linakushangaza. Kwa hivyo bado unaendelea kusoma? Kila unapotembea unasoma, kila siku utasoma hiki kile. Kama saa hii juzi uliona miaka kidogo watu walipata samaki ambayo walitarajia alikuwako wanatarajia extinct, wakaja wakampata, na ndio inaendelea. Samaki gani hiyo? Kuna samaki kwa kizungu zinaitwa coelacanth. Ilipatikana miaka hii tu ya juzi Indonesia nao wakapata mwaka 2018 wakaweza kupata. Sasa hii kuna aina mbili za hizo samaki zinaitwa, moja huku kwetu inaitwa Western Indian Ocean coelacanth na ile nyingine inaitwa Indonesian coelacanth. So ni jambo ambalo na tumeweza kupata within miaka 50 tu, lakini kwa vitabu vya zamani ilikuwa ni aina samaki ambaye ilisemekana shaangamia. So kila siku kwa bahari tunasoma jambo jipya. Okay. Ulisema kwamba wewe ni mzaliwa wa Pwani. Pwani wapi hasa? Mimi mzaliwa Mombasa. Mombasa, kisiwa. So nimezaliwa ndani ya visiwa, na wakati huo miaka hiyo ni vitu viwili tu kijana wa kiume ulikuwa unaweza fanya, either ucheze mpira na uogelee, na zote mbili zilikuwa ni kama crime na lazima uzifanye tu. Unakuja nyumbani mguu umeumia, umevunjika, lakini unarudi uwanjani, unaenda baharini hivyo hivyo, mara unasikia mtu fulani alikufa maji, lakini hauachi. Kama ungekuwa kwenye hii taaluma ungekuwa unafanya nini? Mimi kuna wakati nilifikiria kama nikidhani kuwa labda nitakuwa mhasibu, accountant. No. Kwa sababu nilipokuwa shule nilikuwa napendelea sana mambo ya arithmetics. Somewhere down the line nilijikuta tayari nina lean towards baharini, na sahii sioni kama naweza kuanticipate myself kuwa naweza ibadilisha for anything. Siwezi kabisa. Okay. If you were to retire today, ni kitu ambacho ungekuwa unajivunia zaidi ambacho umefanya katika miaka 31 ambayo umekuwa kwenye taaluma hii? Kitu kimoja ambacho naweza fikiria ni kuwa nimepata opportunity ya kukutana na watu wengi na kuhamasishana. That's the least I could do. The least I could do ni kuhamasishana na pia kuwa involved katika kujishughulisha katika upandaji wa mikoko au upandaji ama ukuzaji wa matumbawe, na hata pia kuhusika katika upandaji wa nyasi za baharini. Hizo ni vitu viwili ama vitatu naweza sema, nikifikiria vizuri kimimi ninaona kuwa nimejivunia zaidi, yani nimefanya kitu cha maana kwa ulimwengu kule kujiunga na wenzangu upandaji wa mikoko ama kuhakikisha matumbawe yanakuwa. Kupanda matumbawe chini ya bahari si rahisi, lakini ni jambo ambalo tunalifanya. So kwa mimi hizo vitu vitatu naona ni jambo la muhimu sana katika umma ambao tunaishi leo kuwa nimeweza kulitenda. Okay. Jambo la mwisho ambalo penda kuniambia kulingana na hii mada ambayo tumekuwa tukizungumzia kwa leo? Mimi ninasema bado nataka kurudia tu, sisi sote kama
wananchi ama binadamu ambao tunaishi kwa hii sayari ya dunia, tuko na jukumu la kuhakikisha viumbe vyote, sisi sote tutakana tuishi katika sayari ambayo iko salama. Na kuwa salama ni kuwa viumbe vyote lazima tuvichunge, na mazingira yetu yote lazima tuhakikishe yako masafi. Hilo tu peke yake ndio linaweza rudisha hii sayari yetu katika njia ambayo watu wanaweza kuishi na kizazi chetu wanaweza kuja kuishi. Bila hivyo basi tuko katika hali ya kupotoka. So ningependa sisi sote, hata kama tunafanya kazi tofauti kwa tofauti, lakini tuko na lengo moja la kuhakikisha haya makazi ambayo tunaishi, basi hata vizazi vyetu wanaweza kuja kuishi kwa njia moja ama nyingine. Okay. Shukrani sana, nimeshukuru sana kwa muda wako.